Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Hualigani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu siku ya leo tuende tukachakate zile habari ambazo zimeweza kujiri katika duru la anga za kimichezo. Fahamu klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa sasa wanajiandaa na mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo ikumbukwe klabu ya soka ya Simba Sports Club wapo katika kundi D, kundi ambalo linaundwa na klabu ya soka Simba Sports Club ambao ndio wenyewe klabu ya soka ya Esperance Sportive de Tunis kutokea katika nchi ya Tunisia, bila kusahau klabu ya soka ya Atletico Petro de Luanda kutokea katika nchi ya Angola, klabu ya soka ya Stade Malien kutokea katika nchi ya Angola. Kwa hiyo hivyo ndivyo vilabu vinne ambavyo vinaunda kundi D, ambapo timu mbili pekee ndizo ambazo zitaweza kuqualify kwenda hatua ya robo finali michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025 2026. Kama ilivyoada kwa upande wa klabu ya soka Simba, ni miongoni mwa klabu ambayo imekuwa ikifanya mapinduzi ama mageuzi katika ile tasnia ya kuweza kufanya maboresho ya jezi zake kunako michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hatimaye klabu ya soka ya Simba Sports Club siku ya leo waweza kuthibitisha kwamba watakwenda kuzindua jezi rasmi, jezi ambazo watakwenda kuzitumia katika michuano mikubwa ya kimataifa. Fahamu klabu ya soka Simba siku ya leo wameweza kuzindua jezi mbili pekee, si jezi tatu kama ambavyo imezoeleka kwa klabu ya soka Simba, bali Simba wameweza kuzindua jezi mbili pekee ambazo watazitumia katika michuano ya kimataifa msimu. Jezi ya kwanza ni ya nyumbani kama ilivyoada, klabu ya soka Simba ni wekundu wa Msimbazi. Simba wanapenda kutumia jezi nyekundu, ambapo jezi wameweza kuizundua ni jezi ya kuvutia kama inavyoonekana katika video. Tukiangalia jezi ni jezi yenye mdhamini ambaye ni Mokola, ambapo imetengenezwa na Diadora, ambapo tunafahamu wote Diadora ni kampuni kubwa kutokea nchini Italia ambayo inatumika kutengeneza vifaa vya wachezaji ama vya wanamichezo. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine Diadora wameletwa na Jeruti. Kwa hiyo tunaona mdhamini mkuu ni Mokola, lakini katika jezi ina rangi mbili pekee, rangi nyeupe sambamba na nyekundu, na jezi ya kuvutia. Ukiangalia wachezaji wa klabu ya soka Simba kwa jinsi ambavyo wamevaa wamefana kweli kweli. Lakini jezi ya ugenini ambayo Simba wataenda kuitumia, yani away kit, basi kwa upande mwingine ni jezi ya blue. Ukiangalia jezi ya blue ni jezi ya kuvutia kweli kweli. Ukiangalia ni jezi ambayo haina mambo mengi, ina rangi tatu pekee. Rangi ya kwanza ni rangi ya blue ambayo kama inavyoonekana katika jezi hii, lakini ina rangi nyeupe, bila kusahau kuna maandishi yenye rangi nyekundu. Kwa hiyo hapa wanadhihirisha kwamba wanaeleza utamaduni wao kwamba wao ni wekundu wa Msimbazi. Kwa hiyo ndio maana ina rangi nyekundu na ni jezi ambayo ukivaa utavutiwa kweli kweli. Kwa Simba wamechungulia, na ukiangalia kwa upande mwingine jezi ni jezi ya kuvutia, yani Simba wameamua kutoa jezi mbili tu pekee na si jezi tatu kama ambavyo imezoeleka mara nyingi ndani ya klabu ya soka Simba. Lakini cha kuvutia zaidi ni mdhamini mkuu ambaye Simba wameweza kumtoa, ambaye alikuwa ni Beibeti, lakini kwa sasa wameweza kumweka Mokola ambaye ndiye ambaye atakwenda kuizamini Simba katika michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Fahamu Simba wataanza kampeni yao ya kusaka tiketi ya kwenda hatua ya robo finali, wakianza mchezo wao wa kwanza siku ya Jumapili katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Atletico Petro de Luanda kutokea nchini Angola, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 10 jioni. Lakini mara baada ya mchezo kumalizika watasafiri tarehe 28, watakuwa nchini Mali kucheza dhidi ya Stade Malien wakienda kuvaa jezi yao ya wageni. Kwa hiyo ndio hivyo, Simba nao pia wameamua kuzindua jezi zao za kimataifa. Tuambie neno la comment katika jezi hizi mbili. Je, ni jezi gani ambayo imeweza kukuvutia? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.